Sina shida, ila ni mwanamume mpumbavu ambaye huwezi kuhudumia mwanamke hata nguo. Unapooa mwanamke, nini Muislamu? Unapooa mwanamke unaulizwa unaweza kumlisha, unaweza ukamvisha na unaweza ukamlaza sehemu salama. Hivi vitu vitatu unaulizwa. Una uwezo wa kumlisha, una uwezo wa kumvisha, una uwezo wa kumlaza sehemu salama. Unaposema ndio, maana unatakiwa utekeleze wajibu wako. Mwanaume mpumbavu unashindwa kumnunulia nguo hata moja. Zailisa amekaa kwake kwa muda gani? Wewe una hakika? Zailisa kasema pale. Sasa wewe kazalisha asema sasa si mwanamke kasema. Sasa mwanamke kama kasema, yeye atuonyeshe nguo alomnunulia, kwa sababu mwanamke kaeka wazi, kataja nguo alizokuwa anavaa, na kweli kazitaja mpaka kampuni nguo zilikuwa zinamvalisha, kuwa alikuwa anapewa bure, kazi yake kuwa tag na kuwa mention. Maana yake wale wanafanya biashara. Yeye hajawahi kugaramia nguo hata moja. Alafu alivyokuwa ngoja kabla. Huyo mzungu alivyokuwa mpumbavu, anamshika hivi, anaingia kwenye hafla kubwa, kwenye harusi kama ya Hamisa, alimshika mkononi, kumbe nguo hajagaramia yeye. Ni mwanamume mjinga anayefanya kitu kama hicho. Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria, mwandishi, kujitoka hadharani kumshika mwanamke wako na kujimwamba fai, kumbe humgaramii wewe. Ni kosa. Ni kosa kisheria mwanaume kusimama nje ya hadhara ya watu, kuanza kujinasibu na kusema kuwa wewe unamsifu mwanamke wako wakati mwanamke wako hujui hata underwear anaovaa ni bei gani. Ni kosa kisheria kusimama na mwanamke kumpeleka kuishi kwenye nyumba ambayo kodi ulipo wewe analipa mwanaume mwenzio. Mwanaume gani? Ni kosa kisheria. Ni kosa kisheria mwanamke kutoka kutafuta endorsement za nguo ili aweze kujistiri. Sheria gani inasema hivyo? Dini yetu inasema unamuoa mwanamke wewe utekeleze vitu vitatu kwa mwanamke: kumvisha, kumlisha na kumlaza sehemu salama. Sasa wewe mjia kuna ushahidi gani kama Zailisa kanambia? Na Zailisa kasema kwamba uliwahi kugaramia, nionyeshe hata era yako moja nguo ulizonunua. Okay, mimi sasa wewe utamsikiza kama unataka nimsikize mwanamke ambaye alikuwa analala na mwanaume, unataka nisikize wewe, unanifundisha nini wewe kwa sikiza Mwijaku? Ngoja, unanifundisha nini wewe? Nisimwamini mwanamke ambaye mwanamke ambaye analala na mwanaume wa mnyama amenambia sijawahi kununuliwa nguo na kaeka kila mtu kaona. Sasa imetokea. Wewe unasimama kwa jazba unasema unaoki gani? Wewe mwanaume unasema kwa yule ananunua nguo. Unanipa picha gani nijue kati yako wewe na mzungu nini kinaendelea katikati? Unanifundisha nini? Ali, nijue kitu gani wewe? Umekamilika kweli? Maana unanishangaza kwa sababu mwanamke ambaye anavua nguo anasema sijawahi kununuliwa nguo na mzungu. Wewe unasema hapana, mzungu kanunua nguo. Unaona inawezekana? Inawezekana. Ukiwa huna hela, ukiwa maskini inawezekana. Mimi katika kitu na ndio maana hutaki kujilazimisha kuoa. Badala iko vizuri bwana Mwijaku. Katika nini? Katika pesa. Katika nini? Pesa. Katika pesa. Lakini hata madili wakati anapata, kapata kupitia nani? Sawa. Mnasema katika pesa. Yupo katika pesa. Pesa ni vitendo. Pesa inaonekana kwa vitendo. Yaani ukisema wewe upo vizuri kwenye pesa, tunaangalia vitendo vyako. Unaishi wapi? Nyumba unaokaa unalipa kodi? Tafuteni zaidi sawaambie. Kodi analipa mtu, tena Mwarabu. Wapi? Unamchukua mke wako, unabeba familia, unabeba ndugu na jamaa, unawaweka pap, kodi analipa mwanaume mwezio. Mwanamke atakaa kwenye nyumba? Hawezi kukaa. Hakuna mwanamke anaweza kubali kukaa kwenye nyumba. Anamfanyia kazi ndio maana. Hapana, tena ni kosa kisheria. Yaani mwanaume unaoa eti kwa sababu mimi balozi wa Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago nimwambie Salah nilipie kodi kwenye nyumba. Mwanamke wangu atanifikiriaje? Yaani mwanamke wangu atanifikiriaje mimi? Ataniuliza wewe mzima kweli? Sasa kama ile atauliza wewe nisikilize, mimi ni balozi wa kudumu wa Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago. Siwezi kumwambia kansela Salah na kwenda kupanga Masaki Mikocheni nilipie kodi. Mwanamke mwenye akili atakuuliza wewe mzima kweli? Wewe mzima na utajiri wako? Wewe mzima atauliza wewe mzima? Ni swali hilo. Wewe ni mzima? Yaani mwanaume mwenzio analipa kodi ambapo unalala na mimi wa mnyama. Alafu mwanaume mwenzio analipa kodi. Kesho kutu akinipigia simu akiniambia njoo ofisini kwangu, niende nisiende? Sasa mimi katika kitu kimenishangaza. Ngoja kidogo mwenye nyumba nimemtafuta. Kodi inalipwa na Mwarabu. Alipata wapi ujasiri wa kuchukua ndugu na jamaa kuwaleta nyumbani kwake wakati kodi alipi yeye? Unapata wapi mwanaume ujasiri huo? Jengeni, mtazidi kuaibika na ndoa zenu. Jengeni muishi kwenu, mtazidi kudhalilika na huu ni mwanzo. Lakini Mwijaku, hizi weaknesses zilikuwa zinaonekana ndani ya nyumba baada ya kugombana. Kwa nini Zailisa yeye azungumza? Maimartha aliwahi kusema, watu wote tukambeza. Maimartha aliwahi kusema baada ya harusi ya Hamisa, Zai hajarudi nyumbani wiki nzima. Watu tulimtukana Maimartha. Tulimtukana Maimartha. Leo Zailisa amesema mara ngapi nimeondoka nyumbani nimekwenda kwa Dula Makabila kupumzika. Mara ngapi? Kataja jina. Hajataja jina lakini mimi si nimejiongeza. Sawa. Yeye muongo. Zailisa akasema mara ngapi
Mara ngapi nimeondoka nyumbani tena ndani ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani nimekwenda kwa Chris outfit. Kwanza Katika siku alizolewa kaka mwaka mmoja mwaka mmoja na siku 365 katika siku 365 za ndoa yake za Elisa amelala nyumbani kwake siku 65. Siku nyingine zote alikuwa kwa engagement. Huyo ndo anamvisha. yani huyo ni mtu anayemvisha nguo. Sasa Mwijaku. Jamani, kwani kwenda kwa Chris outfit kuna dhambi gani? Chris ni rafiki yake. Ni rafiki yake. Sasa ndio anashangaa, anashangaa. Mwijaku, nauliza swali moja. Mimi uongo mbaya, kitu ambacho nataka uzungumzie wewe, tunde kwenye upande wa dini, tuje na kwenye masuala ya kidunia. Kama kweli Haji Manara au hivyo hivyo Haji Manara au mume wake Zailisa alimtongoza yule mtoto ambaye anasema ana miaka 10 ngapi? 17. Hem, tuzungumze tu kwa kweli Mwijaku. Manara kumtongoza mwanamke sio dhambi. Yaani hata kumtongoza dada wa kazi, kumtongoza ndugu sio dhambi. Kwanza nikwambie yule ni mpwa wa Zailisa, angeweza kuoa mke wa pili. Kwenda kutongoza sio dhambi. Una uwezo wa kuwahudumia. Yaani swala la kutongoza hakuna mwanaume asiotongoza. Sasa anasema mtumia hadi 50k ameandika Zailisa. 50 ni hela. 50 ni hela. Kama anamhudumia Zailisa. Hasa kama Zailisa umeweka kwenye nyumba ambayo analipa mwanaume mwezio kodi, unasemaje unaweza kumhudumia mwanamke? Yaani kutongoza sio 50 sio hela kwa maisha sasa hivi. Yaani unampaje mwanamke 50? 17 la kufanya nini bana? Nisikilize. Manake mtoto wa miaka 17 kama kweli kamtongoza, sijui. Kama kweli kamtongoza, sio dhambi. Pengine alikuwa ni mkubwa, pengine alikuwa anamtongoza amuoe awe mke wa pili. Swali langu linakuja, una uwezo huo wa kumtongoza kumuoa kumfanya mke wa pili? Kama mke wa kwanza uliokuwa naye nyumba ulokaa unalipua kodi na Mwarabu, huyo mwingine naye nani atakulipia kodi? Yaani mnawaza mimi hapo. Lakini kutongoza sio dhambi. Wewe utongoze. Mimi mwenyewe hadi leo nilipo hapa natongoza. Mke wako naona hii. No, natafuta kuoa mke wa pili, kwani kuna dhambi? Mimi dini yangu inaniruhusu, naongea kwenye swala la dini shehe. Natafuta nioe mke wa pili. Unaambiaje niache kuamini dini yangu na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Natafuta kuoa mke wa pili, sio dhambi. Kwa unaweza nikatongoza. Changamoto inakuja. Unaweza kumgaramia, unaweza kumjengea nyumba, unaweza kupanga nyumba kwa pesa yako. Unatuonyesha una endorsement hii, una endorsement, kumbe hamna kitu. Mbona unaonyesha Manara kwamba ana chochote Mwijaku? Ana kitu gani? Anaambia ana kitu gani? Sema miliki media yule. Media wewe mwenyewe unamiliki media. Kelly Mastori anamiliki media. Nancy anamiliki media. Ricky anamiliki media.